Je, umewahi kujiuliza nini kingetokea kama ungekula wali nazi kila siku kwa mwezi mzima? Je, ungeongeza uzito? Ungepata nguvu zaidi? Moyo wako ungeathirika? Au kuna faida ambazo watu wengi hawazijui? Wali nazi ni moja ya vyakula vinavyopendwa sana Tanzania. Harufu yake, ladha yake na utamu wake huwafanya watu wengi washinde kuupinga. Lakini je, mwili wako unafanya nini unapokula wali huu kila siku kwa mwezi mzima? Leo tutafuatilia safari ya mwili wako kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya 30. Lakini hakikisha unatazama hadi mwisho, kwa sababu mabadiliko ya mwisho yanaweza kukushangaza. Kama unapenda mada za afya, nikuombe bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Siku ya kwanza hadi siku ya 7, mwili unaweza kuanza kupata nguvu. Wali wa nazi una mchanganyiko wa wanga na mafuta asilia kutoka kwenye nazi. Mchele hutoa glucose ambayo ni chanzo kikuu cha nishati. Mafuta ya nazi nayo huongeza kalori na nguvu. Ndani ya wiki ya kwanza unaweza kugundua kushiba kwa muda mrefu, kupungua kwa njaa za mara kwa mara, kuongezeka kwa nguvu mwilini na kufurahia chakula zaidi. Watu wanaofanya kazi nzito wanaweza kuhisi nguvu zaidi kuliko kawaida. Lakini kuna jambo ambalo linaanza kutokea kimya kimya. Wiki ya pili, kiasi cha kalori huongezeka. Sahani moja ya wali wa nazi inaweza kuwa na kalori nyingi zaidi kuliko wali wa kawaida. Ukila kila siku, asubuhi chai na maandazi, mchana wali nazi, jioni tena wali nazi, mwili unaweza kuanza kuhifadhi kalori ambazo hazitumiki, na hapo ndipo uzito unaweza kuongezeka zaidi. Huenda usione mabadiliko kwenye mizani mara moja, lakini mwili unaanza kuhifadhi taratibu. Kiasi ni muhimu. Tunashauri uwe unakula mara moja kwa siku, ikiwa ni jioni au mchana, au kama umechagua kula asubuhi. Je, tumbo linaweza kuongezeka? Ndiyo, ukila wali nazi kwa kiasi kikubwa kila siku bila kufanya mazoezi, mafuta ya tumbo yanaweza kuongezeka, uzito unaweza kuongezeka, mavazi yanaweza kuanza kubana. Lakini hili hutegemea kiasi unachokula, shughuli za mwili na vyakula vingine unavyokula. Kinachotokea kwenye moyo wako. Nazi na mafuta yaliyojaa. Kwa baadhi ya watu, mafuta haya yanaweza kuongeza kiwango cha cholesterol. Ikiwa tayari una shinikizo la damu, cholesterol nyingi, historia ya magonjwa ya moyo, ni vizuri kula kwa kiasi. Lakini kwa watu wengi wenye afya nzuri, kula wali nazi mara kwa mara kwa kiasi si lazima kuleta matatizo. Je, sukari ya damu inaathirika? Mchele mweupe una wanga mwingi. Wanga huu hubadilika kuwa sukari mwilini. Ukila sahani kubwa kila siku, sukari inaweza kupanda haraka. Njaa inaweza kurudi mapema. Hatari ya uzito kuongezeka inaweza kuongezeka. Watu wenye sukari wanapaswa kuwa waangalifu zaidi. Kinachotokea kwenye utumbo. Baadhi ya watu wanaweza kupata mmeng'enyo mzuri, kushiba kwa muda mrefu, lakini wengine wanaweza kupata kujisikia tumbo limejaa sana, gesi tumboni, usumbufu wa tumbo. Kila mwili hujibu tofauti kutokana na mabadiliko tofauti. Wiki ya 3, mwili unaweza kuwa umezoea. Kufikia wiki ya 3, mwili huanza kuzoea kiwango kikubwa cha kalori. Kama hautafanya mazoezi, mafuta yanaweza kuongezeka, uzito unaweza kuanza kuonekana, uchovu baada ya kula unaweza kuongezeka. Lakini ukiwa unafanya mazoezi, mwili unaweza kutumia nishati vizuri, uzito unaweza kubaki kawaida, nguvu zinaweza kuongezeka kwa kiasi fulani. Je, ngozi na nywele zinanufaika? Baadhi ya watu wanaweza kuona ngozi kung'aa zaidi, ngozi kuwa laini, mwili kuwa na nguvu. Lakini hakuna ushahidi kuwa mwili wa nazi pekee
unaweza kubadili ngozi kwa kiwango kikubwa. Lishe yote kwa ujumla ndiyo muhimu. Siku 30, matokeo ya mwisho. Baada ya siku 30 za kuona kama ulikula kwa kiasi, nguvu zaidi, kushiba kwa muda mrefu, furaha ya kula, kalori za kutosha. Lakini kama ulikula kupita kiasi, uzito kuongezeka, mafuta. Jinsi ya kula wali nazi kwa afya. Kula sahani ya wastani, ongeza mboga za majani, kula na samaki na maharage au mayai, fanya mazoezi, kunywa maji ya kutosha. Kwa hiyo, je, kula wali nazi kila siku kwa siku 30 ni vizuri au vibaya? Jibu ni hili. Ukila kwa kiasi, unaweza kupata nguvu na kushiba na matokeo chanya. Ukila kupita kiasi kila siku, mwili unaweza kuanza kuhifadhi mafuta mazito na unaweza kuongezeka uzito. Wali wa nazi si adui wa afya yako. Siri kubwa ipo kwenye kiasi unachokula na mtindo wako wa maisha. Sasa nataka kusikia kutoka kwako. Je, wewe unaweza kula wali nazi kila siku kwa siku 30? Andika hapo chini kwenye maoni. Usisahau kusubscribe, kulike video hii na kushare kwa marafiki zaidi. Asante kwa kutazama, tukutane katika video ijayo.